Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru tena Mwenyezi Mungu kwa nafasi ametupatia. Na tunaendelea na masomo yetu ya Barnabas School of Ministry. Inayopatia sehemu yetu tunaongelea kuhusu discipleship, Kiingereza kwa Kifaransa CPDJC, na kwa Kiswahili tunaongelea kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Na somo yetu tuweza kuigawa katika sehemu hii kubwa. Sehemu ya kwanza tunaongelea kuhusu maana ya jina mwanafunzi, na sehemu ya pili tunaongelea kuhusu tabia 5 ya Yesu Kristo. Na katika pointi ya kwanza tu tulisema neno mwanafunzi na tukuna lugha ya Kiyunani inaitwa Isapo, la maana yake mtu anayetembea utuwei. Na amri kuu ya Yesu akawaambia wanafunzi wake, enendeni duniani kote mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine akawatuma watu watoene Marekani, Ulaya, Asia, wabadilisha watu tabia zao wapate kuchukua tabia ya Kristo. Na tukasema kama basi wanafunzi walikuwa wanamfuata Yesu, kusudi tabia yao waachane na tabia yao wachukue tabia ya Kristo. Ilihitaji wanafunzi wajue Yesu alikuwa na tabia ngapi. Nakwambia maisha ya Yesu kuanzia mwaka 1 mpaka 29 ilikuwa maisha ya utoto. Lakini kuanzia 30 mpaka 33 na miezi 6, hapo ndio maisha yake yanakuwa mtu mzima. Hapo hiyo miaka 3 na miezi 6 Yesu kwa maisha yake alijizirisha katika tabia 5. Na nikakwambia neno tabia tunaweza kuita mazoea, kile mtu anafanya kila wakati. Neno tabia tunaweza kuita desturi, kila watu wana desturi. Neno tabia tunaweza kuita mila, na neno tabia tunaweza kuita tamaduni. Na tabia ya Yesu, mazoea ya Yesu, mila ya Yesu, tamaduni ya Yesu ndio tabia ya mbinguni. Sasa tukasema tabia ya kwanza Yesu alikuwa anaenda kanisani. Na tukasema kwa nini alikuwa anaenda kanisani? Na nakwambia mtu anapookoka ni mwanafunzi, iko na pambana kuachana na tabia yake, achukue tabia ya Yesu. Akifanikiwa tabia yake inapotea, anatoka kuwa mwanafunzi anaitwa Kristo. Ukristo sio mtu anapambana kuwa Mkristo, sio mtu anaiga tabia ya Kristo. Mkristo ni mtu tayari ana tabia ya Kristo. Na mtu akitoka Mkristo anapandishwa darasa, anaenda kuwa utumishi wa Mungu. Adusema mtu anapitia process 3, anapata faida mbili. Faida ya kwanza, yeye atapata vitu ufalme wa Mungu hapa duniani. Na faida ya pili, siku ya mwisho ataingia katika uzima wa milele. Na tukasema Yesu alikuwa anaenda kanisani kama mtu anataka kuwa mwanafunzi. Mkristo abadilishe dini utumishi, ni mtu anapatikana kila saa kanisani. Na tukasema kanisa ya kwanza watu wanakusanyika kila siku pale Yerusalemu. Nasema tunaenda kanisani kwa sababu 3. Sababu ya kwanza tunaenda kuabudu. Sababu ya pili tunaenda kutumikia Mungu. Sababu ya tatu Sababu ya tatu tunaenda kanisani, tunaenda kwa kuomba. Nyumba ya Mungu ni jibu kwa matatizo yetu yote. Choto watu kanisa wapinda kwa hospitali yetu inajibu matatizo ya kiroho, inajibu matatizo ya kimaisha, inajibu kwa matatizo ya kiafya, jibu katika matatizo ya kijamii. Hasa usikasema hiyo ndio sababu ya kwanza tunaenda kanisa. Lakini tukasema tabia ya pili ya Yesu alikuwa anaomba. Kila siku alikuwa anaomba mara 3, asubuhi, mchana na jioni. Sasa tuuliza tunapoomba, kwa nini tunaomba? Na tunapata nini tunapoomba? Tulisema maombi ni jibu ya kila kitu. Maombi ni silaha ya kushambulia, na maombi ni silaha ya kuzuia. Aliye na maombi anazidi mtu aliye na mamlaka. Aliye na maombi anazidi mtu aliye na hela. Na tukasema katika kuomba, lakini tunapoenda kuomba kama tunataka kuona maombi yetu yanajibiwa,
ukasema lazima tubebe watu watatu, na tukibeba watu watatu maombi yetu itakuwa na brief. Na kusoma katika kitabu ya Mathayo 17 mstari wa 1 mpaka wa 5, Yesu alipoenda kuomba na ngozi ya uso yake ikabadilika na mavazi yake ikawa meupe, Yesu alienda na watu watatu. Alibeba Petro, alibeba Yohana na alibeba Yakobo. Alipoenda na watu watatu kwenda kuomba, ngozi ya uso wake ilibadilika. Tukasema maana yake tunapoenda kuomba, tunapotaka kuona si ngozi ya uso yetu ibadilike, tunataka kuona maisha yetu ibadilike, tunataka kuona si mavazi yetu ing'ae, tunataka kuona mambo yetu na shai inafanikiwa, lazima tubebe watu watatu. Tukienda na watu watatu, maombi yetu itajibiwa. Wasema mtu wa kwanza Petro, na tukatafsiri maana ya Petro, imani. Maombi inayojibiwa mbinguni si maombi tu, lazima iwe maombi ya imani. Biblia inasema katika kitabu ya Marko 11:23-24, chochote tuombapo tukisali, tukubali kwamba Bwana ameyatenda naye wae. Hasa mara mingi watu wanaomba lakini si maombi ya imani. Wanaomba tu kusudi waombe, lakini hawatarajie kupata kitu chochote. Lakini kama tutafanya maombi ya imani, chochote tutaomba itatimia. Kwa imani kila kitu kinawezekana. Lakini ndio tunaenda kwenda kuona sasa mtu wa pili, yule tunahitaji yapanda leo kwa maombi. Makasema alipanda na Petro, na mtu wa pili alipanda naye. Alipanda nayo Yohana ni nani? Maana ya Yohana inipo. Maana ya Yohana kwa Biblia ni upendo. Na ndio tutapata vitabu yake yote Yohana anaandika si mimi na amri mke na sina amri mke. Ile amri tukono ni ile napenda kuambia, pende Mungu wako na upende jirani yako kama unajipenda wewe. Mara mingi watu wanaenda kuomba wajibiwi, kwa sababu maombi yao si maombi ya upendo. Sio maombi ya upendo. Na nitachukua ukisoma andiko ya kwanza katika kitabu ya Yakobo sura ya 4 mstari wa 3 mpaka 4. Biblia inasema mnaomba na ampati. Kuna watu wanaomba kazi, hawapati kazi. Kuna watu wanaomba ndoa, hawapati ndoa. Kuna watu wanaomba kuinuliwa, hawapati kuinuliwa. Kuna watu wanaomba kazi yao ipanuke na haifati kupanuka. Why? Sasa kwa sababu mnaomba vibaya. Itakuwaje tatuaje naomba vibaya na naomba sawa? Na sitaki kwenda kuomba vibaya, nataka kuomba sawa sahihi. Inapoomba sahihi kusudi nipate kupata. Sasa mnaomba na mpate kwa sababu mnaomba vibaya. Na inajulikanaje mtu anaomba vibaya? Sasa ni kwa sababu ya kutimiza tamaa yenu nyinyi wenyewe. Wewe chochote uko naomba pale kitendeke, uwe faida peke yako kwako. Au fikirie mtu mwingine yetu. Na unielewe hizo. Na ukiona maombi ya ubinafsi, Mungu si binafsi. Mungu ana jina 32. Na moja ya jina ya Mungu anaitwa Mungu ni upendo. Mungu si maombi. Mungu si nabii, lakini Mungu ni upendo. Na yeyote anakosa upendo kosa Mungu. Hata Yesu aliambia wanafunzi wake katika kitabu ya Yohana, akamwambia pendaneni ninyi kwa ninyi, ndio mataifa wale watu wa dunia watajua kwamba sisi ni wanafunzi wake. Kwa hivyo maombi yetu lazima iwe maombi ya upendo. Acha nikuoneshe, tusome andiko. Enda kuchukua Biblia katika kitabu ya Luka, Daktari Luka sura yake ya 10 mlango wake 25 mpaka 37. Tasoma. Biblia inasema, na tazama, Luke chapter 10, 25-37. Luke chapitre 10, verset 37. Tunasoma katika kitabu ya Daktari Luka sura yake ya 10 mstari wa 25 hadi 37. Na tazama, mwanasheria mmoja alisimama amjaribu, akasema, Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Akamwambia,
imeandikwa nini katika Torati? Wasomaji akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili yako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Akamwambia, umejibu vema, fanya hivi nalo mtaishi. Naye akitaka kujidai haki, alimuuliza Yesu, na jirani yao ni nani? Yesu akamjibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaanguka katika mikono kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia majeraha, wakaenda zao, wakamwacha karibu na ufa. Kwa nasi kuhani mmoja alishtuka kwa njia ile, na alimuonea huruma. Alipomwona alipita kando, na Mlawi hivyo hivyo alipofika pale kamwona, akapita kando. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alipofika hapo alipomwona alimhurumia, akakaribia, akamfunga jeraha zake, akazitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili pakatoka, akatoa dinari mbili, akampa mwenye nyumba ya wageni, akasema, itunze huyu, na chochote utakachogharamia zaidi, mimi nitakulipa. Waonaje wewe? Kati ya watano ni yupi alikuwa jirani haki yule aliyeanguka kati ya wanyang'anyi 37? Akasema, ni huyu aliyemwonea huruma. Yesu akamwambia, elena zako nawe ukafanye hivyo hivyo. Unasema maombi yote itakosa maombi huwa ya upendo, mbingu inaweza kukosa kuichi. Sasa tumetoka kusoma maandiko matakatifu. Yesu alipokuwa anafanya kazi ya Mungu na watu walipokuwa wanamsikiliza, kulikuwa mapasta, watumishi wa Mungu, Mafarisayo na Masadukayo, na mmoja wa maprofesa mwenyewe alikuwa anafundisha kwa shule ya Biblia, na alikuwa anafundisha kanuni. Akamjia yeye. Najua mtu anapofikia kiwango ya profesa, anafundisha vyuo, anafundisha kwa hekalu. Kanisa hekalu ndio ilikuwa na kwaya, wanakwaya 4,000. Atuongelea washirika wote. Wewe unakofundisha kanisa kubwa kibinadamu tu, kimaisha, kwa haikuwa na maisha mazuri, magari, manyumba, kila kitu. Na huyu profesa alikuwa amepata maisha ya dunia hiyo tunaitafuta, tunapambana usiku na ucha, kama mashamba alikuwa naye, kama maduka alikuwa naye, kama magari alikuwa naye, kila kitu alikuwa naye. Na sasa akawa na problem. Baada ya kuwa namsikiliza Yesu, akaona na swali yake kwa kutoka naye, kwa sababu anafundisha tu ya Biblia, anajua mtu ana maisha mawili, maisha ya kwanza maisha ya kimwili, maisha ya pili maisha ya kiroho. Na anajua kabisa maisha ya kimwili ni maisha ya muda mchache, miaka 70, miaka 80 ya kabisa. Na akijua kabisa maisha ya roho ya kiroho ndio maisha ya milele, permanent. Asa tayari amepata maisha ya kwanza, lakini anakuwa na swali kuhusu maisha ya pili. Na Biblia inasema mwisho ya kitu kuliko mwanzo yake. Afadhali nianze vibaya lakini nimalizie vizuri kuliko kuanza vizuri na kumalizia vibaya. Asa ameanza vizuri na maisha ya kimwili, ana magari, ana majumba, ana pesa, ana kila kitu, lakini anakuwa na swali, hii ni maisha ya muda mchache ameifurahia. Asa maisha ya milele itakuwa kuwaiza akiipata kwa njia nani? Imeanza magaja kumjaribu Yesu, lakini hata kumjaribu ilikuwa swali ya muhimu na ya maana kwa ikisoto. Wasomo wala damu yote ni kama wale profesa, upendo sipeki. Tuna maisha ya kimwili ya muda mfupi na tuna maisha ya kiroho ya milele. Na kibinadamu sana vile tupo hapa duniani, sana tunatumia nguvu yetu yote, akili yetu yote, mawazo yetu yote, gisi tuweze
hata maisha ya hapa duniani. Lakini hapa pia hata ukipata yote, upendo usipende, kuna siku tutaacha. Hatukatai kuwa na magari, tunataka tuwe na magari. Hatukatai kuwa na manyumba, tunataka kuwa na manyumba. Hatukatai kufanikiwa, tunataka kufanikiwa hapa duniani. Lakini kando ya kufanikiwa hapa duniani, tunahitaji kuwa kila siku usiku na mchana na swali. Hii maisha hapa ni ya kupita, ya muda mchache. Ndio Petro anasema sisi ni wageni na wasafiri hapa duniani. Upendo usipende wekajiru umaskini, utakufa. Upendo usipende uwe umesoma ukusoma, utakufa. Upendo usipende uwe mjini wa kijijini, utakufa. Uende katika maisha ya milele. Sasa profesa akaja kumuuliza Yesu, so amepata maisha umi, lakini anapenda kupata maisha uzima ya milele pia. Sasa nifanye nini kusudi nikate kurithi uzima wa milele? Swali ya profesa ilitokana kwa sababu profesa alikuwa anajua katika sheria ile Mungu alipatia Musa, sheria 613. Sheria moja ilikuwa inasema ukivunja sheria moja umevunja sheria zote. Na inawezekana profesa alikuwa anashika sheria 500. Inawezekana profesa alishika sheria 600 lakini akakwamba kwa 5 ikamshinda 10. Na ukishavunja tu sheria moja tayari umepiga sheria. Sasa haikuwa na ile hofu. Hofu yake ilikuwa kwamba aveishi maisha ya kimwili vizuri kwa miaka 70, miaka 60, miaka 100. Sasa ana hofu ya kwenda kuishi maisha ya milele kwa shida na mateso. Sasa kamuwezi nifanye hii. Na si profesa ti jioni ya leo, ni sote tunahitaji kuwa nile sote tufanye nini kusudi tupate uzima wa milele. Na baada ya profesa kumuuliza Yesu kwa sababu alikuwa na sifa 3, alikuwa mtu kweli, mwana wa Mungu kweli, na alikuwa Mungu kweli. Alijua ni mtu wa aina gani anamuuliza swali. Akajua huyu ndio anafundisha kwa shule ya Biblia kila siku. Akajua huyu ndio anaelekeza watu kwa maneno ya Mungu kila siku. Basi akaona kama huyu ndio anafundisha watu, basi na ananiuliza mimi swali. Kwa hiyo tuseme kwa lugha fupi, yeye mwenyewe anajibu. Akamwambia, hata kama unaniuliza swali, lakini sheria inasema nini? Ile unapoisha kulichoya Biblia. Sheria inasema nini? Ile unafundisha ikalo inasema nini kuhusu mtu kurithi uzima wa milele? Yesu akujibu swali. Ni profesa ule alijibu swali. Yoyo profesa alijibu swali. Aliuliza swali na ndio alijibu swali. Profesa akasema sheria inasema umpende Mungu kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote, kwa mali yako yote, na umpende jirani yako jinsi umependa nafsi yako mwenyewe. Na baada ya profesa kujibu swali yetu mwenyewe, kama jibu haikuwa sahihi, Yesu alimwambia jibu yako haiko sahihi, umefeli. Lakini Yesu akamwambia umejibu vema. Kwa kama tunataka kupata uzima wa milele, usikilize vizuri. Tunahitaji kumpenda Mungu kwa moyo wetu wote, kwa nguvu zetu zote, kwa akili yetu yote, kwa mali yetu yote, na kisha tumpende jirani yetu jinsi tunajipenda wenyewe. Baada ya Yesu kumwambia ufanye, profesa akawa na maswali. Huyu ni msomi. Swali ya kwanza kadiriza kupenda Mungu, akajua kupenda Mungu bila mtu anaweza kupenda Mungu. Na kupenda Mungu inadhibitisha katika mambo mbili: kusimama na kazi ya Mungu na kusimama na watumishi wa Mungu. Sema nikipenda Mungu na kuchangia ujenzi wa kanisa, naweza kuchangia kwa ujenzi wa pinwala ya kanisa, naweza kusaidia kwa hiki na hiki kwa vitu yakanaileta kanisa kusudi kazi ya Mungu ielebe. Hiyo nampenda. Namba 2, kumpenda Mungu naweza kuamua kusimama na watumishi wa Mungu wa kweli, wale wanaofanya kazi ya Mungu tunawasupport, usiweze kufanya kazi hizo. Yeye tupenda. Lakini profesa akaona problem ya
hakuwa na problem ya pili. Bila saa watu wangapi? Watatu. Mtu wa kwanza kumpenda profesa hakuwa na shida ni Mungu. Mtu wa pili profesa kumpenda hakuwa na shida. Serious, ujipende Mungu, mpende jirani kabla unajipenda wewe. Hauwezi kumpenda jirani kabla haujajipenda. Kwa kipimo ya kumpenda jirani ni kipimo ile unahitaji kwa unajipenda wewe mwenyewe. Na profesa hakuwa na problem ya kujipenda mwenyewe. Anatembea magari mazuri, anajika vizuri, anakula vizuri, anaishi, anajipenda. Na kujipenda mwenyewe si dhambi, si makosa. Lakini inakuwa dhambi na makosa wakati na wamia unajipenda tu wewe na utusonga mbele. Lakini sasa na umpende jirani yako jinsi unajipenda. Asa problem profesa kaona kupenda Mungu ana na shida. Kujipenda kwa hiyo ana na shida. Shida ni jirani. Wazo mahali anaishi ana jirani. Mahali anafanya kazi ana jirani. Kwa restaurant ana jirani. Kanisani kanuni ana jirani. Hasa kote muulize na jirani yangu ilani aso. Kusudi nisikose mpima, nisikose uzima wangu. Kupenda vupu sina no problem. Lakini kujipenda mwenyewe sina no problem. Najipenda. Lakini problem inakuwa na umbwa. Problem ya pela jirani. Jirani ya ule la ndora Biblia ni mpete ni nani aso. Na profesa alipouliza swali, Yesu akajua kabisa hitaji ya profesa. Biblia inasema Yesu alikuwa anafundisha mifumo tatu. Mfumo wa kwanza alikuwa anaambia watu wasiasi, msiibe, msizi, msisenye. Lakini mfumo wa pili Yesu alikuwa anafundisha kwa mafumbo parabo. Na mfumo wa tatu Yesu alikuwa anafundisha matendo. Kwa Yesu akatumia mfumo wa pili, mfumo wa kufundisha kwa mafumbo parabo, akatoa mfano. Na mifano yote Yesu alikuwa anatoa ni mifano hai ya vitu viwezekana. Akasema mtu mmoja alitoka Yerusalemu akashuka Yeriko. Kwa nini Yesu anaongelea wakati Yesu alikuwa anafanya kazi ya Mungu alipozaliwa katika taifa Israeli? Israeli ilikuwa na miji 12 kubwa. Lakini kwa nini Yesu asisema mtu anatoka Bethlehemu na akaenda Beteli? Kwa nini Yesu asisema mtu anatoka Galilaya na akaenda Bethlehemu? Lakini sasa mtu akatoka Yerusalemu. Na huyu mtu alipotoka Yerusalemu, Biblia inasema upanda akashuka Yeriko. Kwa nini Yesu alichukua mfano wa mji wa Yerusalemu? Yerusalemu ilikuwa na jina mbili. Jina ya kwanza Yerusalemu inaitwa Yerusalemu, mji wa haki. Waso itatawaliwa na mfalme wa haki, Yesu Kristo. Lakini jina la pili ya Yerusalemu, kwa nini ilikuwa na jina mbili? Jina ya pili ya Yerusalemu kwa sababu sanduku ya agano ya Mungu ilipatikana hapa hekalu. Na mji yote ilikuwa nabeba sanduku ya agano ya Mungu ilikuwa inaongezewa jina ya pili. Katika kitabu Ezekiel 48:35. Biblia inasema kuanzia siku hiyo mahali pote mji itapatikana sanduku ya agano ya Bwana. Hiyo mji itaitwa Jehova Shama. Maana yake Mungu yuko hapa. Wakati sanduku ya agano ya Bwana ilikuwa Shilo, kando ya pitwa Shilo, lakini ilikuwa inaitwa Jehova Shama. Na sasa kwa wakati wa Yesu sanduku ya agano la Bwana ilikuwa Jerusalem. Na ilikuwa inaitwa hekalu. Kwa hiyo Jerusalem ilikuwa inaitwa Jehova Shama. Mungu yupo hapo. Ilikuwa address ya Mungu. Na elewa, kwa hiyo mtu anapotoka Jerusalem, kwa lugha fupi ni mtu ametoka katika presence ya Mungu. Alikuwa anaokoka. Na elewa, mtu anapokuwa katika uwepo wa Mungu, katika kitabu ya Luka 15, yeye upata vitu tatu. Kitu ya kwanza upata sehemu ya mali inaomauke. Kitu ya pili, Mungu uendelea kuma dunia kila siku. Na kitu ya tatu
Mungu protect na kulinda vitu vyake vyote. Na kama huyu alitoka Yerusalemu katika presence ya Mungu, ndio alikuwa amepata sehemu ya kamba ya Mungu tuleta hapa duniani. Aliweka sehemu ya mali, sehemu ya vitu inaotuangukia, yenye haviwezi kutumiwa na mtu yeyote, lakini ni mali yako. Lakini namba 2, tunapokuwa mbele ya presence ya Mungu katika moja ya siku ya Mungu, yeye ni Baba. Na mtu akiwa mbele ya Baba kazi yake kuendelea kuhudumia mwanawe kila siku. Mungu ajali na magari ametupatia, ajali na mashamba yetu, ajali na watoto wetu, ajali na promotion pia. Lakini kama tutaendelea tupatikana katika presence ya tembelea kutuhudumia na kutuongezea vitu vingi katika maisha yetu. Namba 3, Mungu aishie kutupatia na kutubariki. Mungu protect chochote kiko kwa mikono yake. Mungu kiprotect. Hata kwa shetani kutaka kujaribu Ayubu, Mungu alipoambia umemwona mtumishi wangu Ayubu, shetani alimjibu Mungu vizuri. Nafikiri Ayubu anakuogopa Mungu kwa sababu tuna protect, tunalinda mali yetu ya. Na tunapokuwa katika presence ya Mungu, mbingu ulinda utikwe, mbingu ulinda maye, mbingu ulinda heke, mbingu ulinda kazie. Hasa huyo mtu kwa sababu alikuwa amebarikiwa, kwa sababu alikuwa kwa presence ya Baba, alikuwa ameinuka, alikuwa amefanikiwa. Na hata Bwana anatubariki na kutuinua kiasi gani kwa sababu ni Baba. Mzazi wote sahi amruhusu mwanawe afanye kila kitu anachotaka. Hata mbingu tupatie ndege, hata mbingu tupatie magari, hata mbingu tupatie kampuni, hata mbingu tuinue viwango gani, mbingu haituruhusu sisi kufanya kila kitu tunachotaka. Na mara meza tukishagundua kwamba tumepata sehemu yetu, tumebarikiwa, tumeinuliwa, tumefanyiwa iki na iki, tunakuwa na shawishika usiku na mchana kutaka kufanya kila kitu sisi tunataka. Tunataka kufanya kila kitu sisi wenyewe tunataka. Na sasa lakini tukitaka kufanya kila kitu tunataka mbele ya uwepo wa Baba, Baba atashughulikia. Mzazi sai amruhusu mwanawe afanye kila kitu anataka. Baba mzazi mjinga ndio anamruhusu mwanawe afanye kila kitu anachotaka. Na huyu mtoto wa sasa ana magari na makampuni, ana mali, ana utajiri, anataka kufanya kila kitu anataka, lakini hawezi kufanya kwa sababu iko mbele ya watu wa Baba. Ndo akaamua kutoka Yerusalemu. Ndio bila mtu mmoja akatoka. Ni mtu ameokoka, ni mtu ana mtu wa Mungu, ni mtu anaogopa Mungu, ni mtu amebarikiwa. Bila akashuka. Kwa nini Bible inasema anashuka pale akusema anapanda? Yeyote anayetoka katika uwepo wa Bwana apende asipende, maisha yake ya kiroho inashuka. Kwa namba 1 apatikane tena mbele ya presence katisaya. Namba 2 apatikane katika uwepo wa Bwana. Namba 3 uombelesha. Namba 4 ufungelesha. Namba 5 sikiliza neno ya Mungu inaisha. Kwa hiyo maisha yake ya kiroho inashuka. Na ndio maana Yesu akashuka. Na tuna watu wengi kabla ya kujua Bwana, tuna watu wengi kabla hawajabarikiwa, viwango yao kiroho ilikuwa juu. Walikuwa wanapatikana kanisa, wanafunga, wanaomba, wanakesha, wanasoma neno, wako kiroho, maisha ya kiroho iko juu. Lakini baada ya mbingu kuwamwangia baraka, baada ya mbingu wapa sehemu ya marigabuke, baada ya mbingu kuendelea kuhudumia kila siku, baada ya mbingu kuprotect mali zao, hawa watu wakaamua kushuka. Na alishuka wapi? Unajua, angeshuka Bethel angekuwa safe, angeshuka Bethlehem angekuwa safe, lakini akashuka katika mji unaitwa yake Yeriko. Na Yeriko kwa Kiswahili maana yake mji wa harufu nzuri, kwani sehemu ya starehe. Na mara mingi Bwana anapotubariki tunataka
baraka Bwana ametubariki nazo tuweze kuzitumia katika starehe ya dunia. Kwa na kwa sababu alikuwa mzungu, huyu mtu tayari alikuwa amebook hotel Yeriko. Huyu mtu tayari alikuwa amebook mbuga za wanyama atatembelea. Huyu mtu tayari alikuwa amebook maziwa gani ataenda kuona. Na alikuwa anatoka na furaha yote, nataka kwenda. Amekula raha ya Mungu, sasa nataka kwenda pia kula raha ya dunia. Lakini kitu auelewa, hawezi kula raha ya Mungu na kula raha ya dunia. Shetani lazima utashughulikia. Kwa sababu tunapokuwa katika uwepo wa Bwana kanisa, kila siku tunakemea, tunasema tunakuvuja, haipandio, tunakuharibu, tunakuteketeza, tunakatakata, tunakuchoma na moto shetani. Sasa huyu shetani mwenye tunamshughulikia tukiwa kwa uwepo wa Mungu. Kila asubuhi, kila mchana, kila jioni, kila usiku, iko nafikiria ni lini utatoka katika uwepo wa Baba akushughulikia. Na huyu kwa sababu alitoka katika uwepo wa Bwana, anakosa cover, anakosa atakayemprotect, anashuka na furaha yote na mbwembwe, akiwa anajua anaenda kulala hoteli ya Lotata, akiwa anajua anaenda kula nyama choma, akiwa anajua kule atakutana na wasichana warembo, atafanya kila kitu anachotaka. Imlesa njiani, hakuna kitu inanuumiza kupita chote. Ndugu akufika Yeriko, gharama yote alikuwa amelipia ilipotea bure. Pesa alilipa hotel, hakulala hiyo hotel. Pesa alilipa mbuga ya wanyama, hakutika hiyo mbuga ya wanyama. Njia. Na tunapookoka, tunaposimama mbele ya Mungu, na Bwana anapotuinua na kutupeleka viwango vingine, na wakati ndani ya moyo wetu kunaingia mawazo ya kutaka kushuka dunia kwenda kufanya mambo ya dunia, nakwambia utaikulelela, itakutapika, itakukata, kwa sababu huwezi kula raha ya Mungu na kula raha ya shetani. Njiani Biblia inasema wanyang'anyi wezi wakamtoa, na mwizi ni nani? Yohana 10:10. Ni shetani, kazi yake kuua na kuharibu. Na tunakotoka katika presence ya Baba, shetani amepata nafasi ya kututoa katika njia tukokuwa. Na shetani anapokuja kutokea, anakuja na mambo tatu. Anakuja kuiba kila kitu tulitoka nayo katika umbro. Number 3, anakuja kuharibu kila kitu wa maisha yetu. Na number 3, anakuja kuua kila kitu. Biblia sasa uwezi wanyang'anyi wakamtokea. Kitu ya kwanza, wakampora kila kitu alichotoka. Na mara mingi tunaposhuka duniani, tukitaka kula raha zetu, tukitaka kufanya starehe zetu, unakuta baraka zote tuliotoka nazo katika uwepo wa Baba zote zinachukuliwa. Ulitoka na hela yote inachukuliwa. Ulitoka na afya njema, afya njema imechukuliwa. Ulitoka na amani, amani inachukuliwa. Ulitoka na ndoa, ndoa inachukuliwa. Ulitoka na uchumi, uchumi unachukuliwa. Ulitoka na kazi, kazi inachukuliwa. Nimekutana na watu wengi sana waliokuwa katika uwepo wa Bwana. Mbingu iliwabariki, mbingu iliwashangaza, mbingu iliwainua, lakini shetani akaingia ndani ya moyo wao washuke Yeriko, wende wakule raha ya dunia, wende kuonja maisha ya dunia. Mwisho ya siku walipoenda, kila kitu walikuwa nacho ilipotea, kiliharibika. Wengine wakawa wagonjwa, wengine wakapata ukimwi, wengine wakapitia iki na iki. Biblia inasema na wakamwacha katika hali ya karibu kufa. Kwa hiyo tayari shetani alikuwa amefanya mambo mbili, ilikuwa inabaki kitu kimoja. Tayari walikuwa shetani ameiva, amebeba kila kitu alichokuwa. Hatua ya pili, shetani alikuwa ameharibu maisha ya mtu. Mtu alikuwa tajiri, alikuwa maskini.
Mtu aliyekuwa na afya njema anakuwa mgonjwa. Mtu aliyekuwa na ndoa imeharibika. Wakamwacha katika hali ya kutaka afikia hatua ya 3 ya shetani afe. Na akiwa katika hiyo hali ya mahututi, unanisikiliza na kunifuata, inawezekana mbingu inafanya na mambo mazuri, lakini ukashawishika kupenda kushika dunia, fanya mambo ya dunia, na matokeo yake kila kitu ameshamo kitaibu. Kwa matokeo yake kila kitu ameshamo kikaharibika, na umebaki mahututi, hauna kitu, akaribia kufa. Na akiwa katika hiyo hali ya mahututi, ndio Biblia inasema, sisao naongelea tunapoenda kuomba lazima tupande na hewa. Biblia inasema akiwa katika hali ya mahututi, hapana, endelea, nione walichaji habari kwake. Alipokuwa katika hali ya mahututi, ndio Biblia inasema kuhani mmoja akatokea kwa ukuta pale inachaji. Kuhani mmoja akatokea. Kuhani ni wachungaji. Kuhani ni maaskofu. Na elewa, kama ni kuhani na ni maaskofu, wachungaji, watumishi wa Mungu wa pale Jerusalem, na huyu mshirika ametoka Jerusalem, kwa hiyo wanamjua, wanamuelewa vizuri. Bila alipokuwa kanisani, kabla ya kutoka Jerusalem kushuka, alipokuwa anabarikiwa, alikuwa analipwa fungu yake ya 10, alikuwa anasaidia kazi ya Mungu Tony Chalo, alisimama na watumishi wa Mungu. Na huyu kuhani alipomwona anamjua ni mshirika wake. Lakini wakati alikuwa na mambo mazuri, walicheka vizuri na askofu, waliongea vizuri na askofu. Wakati alisapoti kazi ya Mungu alikuwa wa maana. Lakini sasa apeko shida. Kweli amekosea, kweli makosa yake kutoka Yerusalemu kushuka. Lakini hata kama ni makosa yake ameshuka, lakini hapa amekutana na baba mtumishi wa Mungu. Na mchungaji alipomwona kuhani, Yerasa akapita mbali naye. Na tunasema tunajua rafiki wa kweli wakati wa shida. Akapita naye mbali, na naamini alikuwa anaenda naongea, sasa tulikukanya, tulikushauri, au utaka kusikia. Unaona sasa, umepata shipe, lazima utafunzwa. Akapita mbali, hakuja. Lakini wakati alikuwa amebarikiwa, alikuwa anamtembelea. Wakati alikuwa amebarikiwa anaitwa ofisini. Wakati alikuwa amebarikiwa anasimama na kazi ya Mungu. Lakini hapo iko kwa shida, mtumishi wa Mungu akapita kando. Biblia inasema mtu wa pili pia akatokea. Mtu wa pili akatokea Mlawi. Walawi likiwa nani? Mashemashi, wainjilisti, waimbaji wakatokea. Na hawa ndio wanajua sana washirika kupika ndogo. Makoa wasa wanawapitia, wanawatembelea, wanawasapoti kutoa nyimbo zao. Na yeye pia alipomwona, na alisimama kusapoti nyimbo yake ya muziki. Alisimama kusapoti kusedi zake, katoa mali yake. Lakini hapa iko katika problem. Biblia inasema Mlawi naye akapita kando. Sasa ni watu washirika wenyewe wakisikia usiopia ushauri yao. Alikanywa, aliambiwa, angalia matokeo yake. Hasa chapati hajifunze ni mfunze. Na baada ya liwa Mlawi kupita Msamaria, pakaja Msamaria. Katika tepe Israeli kulikuwa Waisraeli na walikuwa Wasamaria, watu wenyewe wapo Waisraeli, lakini walikubaki wakaishi kwa hiyo nchi. Na Waisraeli walikuwa wanachukulia watu wenyewe kama uko na mapepo kwa wanamungu. Lakini mtu asiela Mungu Samaria alipokuja hapo, alipomwona huyu mtu Myahudi Mwisraeli, akasahau omba wana tofauti. Utakumbuka Yesu alipoomba mwanamke Msamaria maji. Mwanamke Msamaria akamwambia, sisi na nyinyi hatuna maelewano, hatuko marafiki, hatuzungumze, hatuwezi kusaidia. Lakini huyu Msamaria alipomwona huyu Mwisraeli katika mateso, katika shida,
katika hali ya karibia kufa, kitu ya kwanza ile alifanya kusikia shida ya mtu. Ndani ya kanisa watu wanafurahia kuona mtu anafika. Ndani ya kanisa watu wanafurahia kuona mtu anapata shida, kusudi wapate story ya kutembea na, kusudi wapate story ya kuwa naongea. Mpaka wengine sasa, tulisema bibi, tulisema atapata shida. Akamsikilia huruma. Huruma msogeza mtu karibu na tatizo, na kukejeli, kudharau, umpeleka mtu mbali na tatizo. Na alikomsikilia huruma akamsogelea. Ndio watu ngapi kwa makanisa? Na kama unataka kuona huruma ya Mungu kwa watu, ende nje ya kanisa au kwa washirika wapi. Lakini wale washirika wamekaa miaka mingi pa kanisani, watumishi wa Mungu, wainjilisti, manabii, mitume, ni nadra kuona ndani yao wakana na moyo ya huruma. Ni watu binafsi. Ila sababu naomba mpate, kwa sababu mnataka kwa tamaa yenu wenyewe. Na uta mtu anapoombea kanisa yake, anaombea kanisa yake, akumbuke kanisa lingine. Anapojiombea kama mtumishi, anajiombea mtumishi, akumbuke watumishi wengine. Kwa hiyo anataka yeye. Na Timotheo wa pili 3 anasema siku za mwisho upendo itapungua. Watu watakuwa watu wa binafsi sana. Na kama unataka kuona watu wa binafsi sana, wanapatikana makanisani. Na zaidi ni wale watu wanaoongoza, makuhani, walawi, watumishi wa machungaji, maaskofu, manabii, mitume, na wameni watu mabinafsi sana. Kila kitu wanataka imfanyikie yeye peke yake, sio mtu mwingine. Angetaka pesa yote ya dunia. Lakini Biblia inasema Msamaria mama akamsikilia huruma. Mtu wa Mungu anapokosa moyo wa huruma, mimi natusikilia huruma wakati mambo hayaendi isinetajika pe. Biblia sasa alipomsikilia huruma, na unapopata huruma ni kwa matatizo unaona kama ni wewe. Hiyo shida inampata mwenzako ni kama imekupata wewe. Alipomsikia huruma akasogelea. Ni watu ngapi wanasogelea watu wakati wana maisha mazuri, lakini wakati watu wanapitia shida, watu wanawatoroka. Na alipomsogelea akampa huduma ya kwanza, akamtibu, akamchukua, akampandisha, akapewa makulani yake na kumpeleka katika hospitali na kumtibu. Na akamwambia mwenye hospitali akalipa pesa ya kwanza. Na baada ya kulipa pesa ya kwanza akaendelea kumtibu mpaka nitakaporudi na deni yote nitalipa. Kwa hiyo alimuonesha tendo ya upendo. Hivi sasa tusipende kwa maneno, lakini tupende kwa matendo. Hivi nilasema Yesu akamuuliza profesa. Yesu akatuliza sisi wachungaji. Yesu akatuliza sisi watumishi wa Mungu. Yesu anatuliza sisi mitume na manabii. Kati ya watu watatu, nani alikuwa jirani ya yule mtu aliyeangukia katika shida? Profesa akasema ni Msamaria mwenye alionekana mtu wa mapepo, ndio alionekana kuwa jirani ya huyo mtu. Yesu akamwambia, enda fanya hivyo na utapata uzima wa milele. Maombi unayojibiwa ni maombi ya kutaka kuwa iwe Mungu akijibu kwa ya maombi, iwe baraka kwa kazi ya Mungu. Na kuwa baraka kwa kazi ya Mungu, simama na kazi ya Mungu, na kusimama watumishi wa Mungu. Iwe baraka kwa mimi mwenyewe. Iwe baraka kwa majirani, watu wale tunasikilizana na tunaelewana nao vizuri. Lakini nende mbaya, na kiwe baraka hata kwa maadui zetu. Biblia sa adui yetu akikosa chakula, mpe. Akikosa maji, mpe. Mungu anataka kutubariki kusudi tutakuwa baraka kwake. Mungu alimwambia Ibrahimu, nitakubariki na utakuwa baraka.
Lakini kama unataka ubarikiwe usiwe baraka kwa hii, mara mingi wa maombi IGP. Asa sisi watumishi wa Mungu, sisi kanisa ya leo, upendo na ni zio. Na tunang'ang'ana, tunafunga, tunapanda milimani, tunaomba, tunakesha kwa lengo moja, tunataka sala. Tukihubiri mapepo itoke, tukitabiri tutumiwa, tufunulie matatizo ya watu wote. Lakini Biblia inatuambia Wakorintho wa kwanza 13:1-5, ile hata kama naweza utagiwa, hata kama naweza hata kama naweza kuimba, hata naweza usema katika lugha ya malaika, lakini kama sina upendo, mimi si kitu. Tuna watu wengi wana vipaji na makarama kubwa ya Mungu, lakini ni wachana ndani yao. Hawana matunda, hawana upendo, hawana utu wema, hawana uvumilivu, hawana watu wa kusamehe. Upendo na kuvumilia, upendo na samehe, upendo hesabu wingi wa makosa. Hasa kama tunataka kuona maombi yetu inajibiwa, inawezekana lakini isiwezekana. Lengo la tatu kutaka kwenda kuomba kwamba ukijibiwa wewe, Mungu naye anajibiwa. Ukijibiwa wewe, jirani anajibiwa. Ukijibiwa wewe, hata adui yako anajibiwa. Hana alikuwa anaomba kwa muda mrefu apate mtoto, lakini hakuna siku alipata mtoto. Isipokuwa siku Hana alibadilisha maombi kutoka kwa maombi ya ubinafsi na kugeuka katika maombi ya upendo. Ndio maombi yake. Aliposema, Bwana, kama utanipatia mtoto, na mimi huyo mtoto nitapolea yeye, nitampa yeye. Hana alikuwa na hitaji ya mtoto, lakini hekalu, kanisa la Shilo, ilikuwa na hitaji ya watumishi. Ilikuwa na watumishi wasiomwogopa Mungu, Hofni na Finehasi. Kwa hiyo Mungu alikuwa na hitaji, alitaka apate watumishi. Lakini Hana naye alikuwa na hitaji, alitaka apate watoto. Na Hana alipoomba maombi upendo kwamba yeye akipata, Mungu naye atapata, mbingu mara moja ikarelease, ikaachia watoto wasio mtoto, watoto 6 kwa mama mwenye alikuwa tasa na mtu mzima wa miaka mingi. Ningetaka maombi yako jaribu kuibadilisha, isiwe maombi ya binafsi ya kukuona wewe tu. Yesu anawaambia wanafunzi wake, jiepushe na roho ya uchoyo. Ona kanisa ingine, ona watumishi wengine, ona nchi ile, ona watu wengine unapokuwa nao. Tapenda kusimamia na baba yangu hadi huu